Na sasa ni majira ya mchana, tunakuja mara tena tupate kujuza habari za mchana leo kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwenye uwanja wa vita na sehemu zingine. Hivyo mpendwa msikilizaji, nakwambia kwamba ili uendelee kupata habari za ukweli na za uhakika kuhusu kinachoendelea mashariki mwa DRC, na kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Jina langu ni Ramsey Ramadhani na hii ni Amani TV Media. Mchana leo tutakujuza kuhusiana na taarifa kutoka huko Mwenga ambako vikosi vya Wazalendo amefanikiwa kuweza kuchukua udhibiti wa Chafunda, lakini pia kujuza kuhusiana na majeshi ya waasi wa AFC M23 ambao wametoka kwenye mafunzo wanatembea namna gani, lakini Wazalendo wanazungumza nini kuhusiana na ujio wa majeshi wapya wa AFC M23 ambao umetangazwa na uongozi wa waasi wa AFC M23. Mpendwa msikilizaji, tuko hapa kufuatilia habari kwa undani zaidi ili wewe upate kufaidi habari za ukweli na za uhakika, upate kujua ni kipi ambacho kinaendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kusitu kusubscribe, kucomment na kushare ili uwe kwanza kunapata habari zetu. Maana tutakujuza pia kuhusiana na habari za watu wawili alipotiwa kufariki dunia wakiwa wa jamii ya watu wafupi Isaac Pigme. Ameuliwa hiyo jana tarehe 9 Februari mwaka wa 2029 na waasi wa ADF huko ni mkoani Ituri. Kuna haya na mengine mengi, na kusihi kwamba tuna nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka tufungue ukurasa wetu wa habari za mchana leo na habari kutoka huko tarafani Mwenga ambako mkoa wa Kivu Kusini unaendelea kushuhudia mabadiliko makubwa ya hali ya kiusalama baada ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC kwa kushirikiana na vikosi vya Wazalendo kurejesha udhibiti wa eneo la Chafunda katika mapigano makali yaliyoripotiwa katika eneo la Mwenga. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama, operation hiyo ilifanyika baada ya mapambano makubwa ya muda mrefu yaliyosababisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi. Mapigano hayo yalisababisha hofu mkubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo ya Mwenga na maeneo mengine jirani, huku familia nyingi zikilazimika kujificha au kuhama na kujielekeza maeneo mengine ambako kuna usalama wa kutosha. Baada ya mapambano hayo makali, vikosi vya FARDC na Wazalendo walifanikiwa kuchukua tena udhibiti wa Chafunda, eneo lililokuwa na umuhimu wa kimkakati katika ukanda huo. Mafanikio hayo yameripotiwa kuwa ni sehemu ya juhudi pana za kurejesha mamlaka za dola na kuzuia kusambaa kwa makundi yenye silaha katika maeneo ya kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa kurejeshwa kwa Chafunda kumewezesha kuimarishwa kwa nafasi za kijeshi, kurejeshwa kwa ulinzi wa barabara na vijiji jirani na kupunguza vitisho vya raia wanaoishi katika eneo hilo. Baada ya mafanikio hayo, vikosi vya FARDC na Wazalendo vimeripotiwa kuendelea kusonga mbele kuelekea katika eneo la Kasika. Hatua hii inaashiria kuendelea kwa operesheni za kijeshi zenye lengo la kuwafukuza wapiganaji wa AFC M23 ambao bado wanajificha kwenye misitu ya tarafani Mwenga. Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wanaeleza kuwa kusonga mbele huko kunalenga kukata njia za usambazaji wa silaha, kuvunja ngome za makundi ya waasi wa AFC M23 na kurejesha utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo ya kijeshi, hali ya kibinadamu bado inatajwa kuwa tete. Wakazi wa maeneo ya Mwenga, Chafunda na Kasika wanaendelea kukumbwa na hofu ya mapigano mapya, uhaba wa chakula na huduma za msingi, na hatari ya kulazimika kuhama makazi yao pasipo na mpangilio. Mamlaka za eneo hilo zinatoa wito kwa raia kuwa waangalifu, kufuata maelekezo ya usalama na kushirikiana na vikosi vya ulinzi kwa kutoa taarifa zinazoweza kusaidia kulinda maisha ya watu wasio na hatia. Kwa sasa operesheni zinaendelea katika maeneo ya Mwenga, huku FARDC na Wazalendo wakisisitiza dhamira yao ya kuendelea kulinda raia na kurejesha amani. Wananchi wanatarajia kuwa juhudi hizi zitaleta utulivu wa kudumu na kuruhusu kurejea kwa shughuli za kawaida ambazo zilikuwa zikisimama kutokana na hofu ya kuendelea kwa mapambano. Na sasa tuzungumzie swala nzima la waasi kuweza kutambulisha majeshi wao wengine wapya takriban 7,000 na zaidi, majeshi ambao walikuwepo kwenye mafunzo huko jimboni Kivu Kaskazini. Sasa wameweza kuondolewa na kutambulishwa hadharani, na wengi wao wamepelekwa kwenye uwanja wa vita. Sasa baada ya majeshi yao kutolewa kwenye mafunzo na kusafirishwa moja kwa moja kuelekea maeneo mbalimbali, maoni yamekuwa mengi sana, huku watu wakiwa na wasiwasi mkubwa
kuhusiana na kile ambacho kinaandaliwa na kile ambacho kinaweza kutokea hapo baadaye. Na sasa sisi tumefuatilia taarifa hii kwa kina na kuzungumza na baadhi ya wazalendo ili tupate kujua ni kipi ambacho wanajipanga namna gani, lakini pia wanapokeaje utambulisho aidha taarifa kuhusu majeshi wapya wa waasi wa AFC M23 ambao wanaandaliwa labda kuja kuanzisha mashambulizi maeneo ambako wazalendo wanapatikana. Baada ya mratibu wa muungano wa AFC M23 Corneille Nangaa kutangaza hivi karibuni kuwa vita vimekwisha, hali imeonekana kubadilika kwa sasa kufuatia tangazo jipya la dharura lilotolewa leo na muungano huo. Kupitia taarifa rasmi, AFC M23 imetangaza kukamilika kwa mafunzo ya zaidi ya makomando 7,000 waliopatiwa mafunzo maalum ya kijeshi katika maeneo yanayodhibitiwa na muungano huo. Tangazo hili linaashiria kuwa hali ya vita bado ni ngumu na inazidi kuwa kali, kinyume na matarajio ya baadhi ya wananchi waliodhani mapigano yamefika tamati baada ya kauli ya Corneille Nangaa. Lakini sasa baada ya kuongezwa kwa vikosi hivyo vipya vya waasi wa AFC M23, makundi ya wazalendo yamesema wazi kuwa hayatishwi na tangazo hilo. Kwa mujibu wa wazalendo, wameeleza kuwa idadi au silaha hazitupi hofu, tupo tayari kulinda ardhi na watu wetu. Wazalendo wamesisitiza kuwa wako imara, wamejipanga na wataendelea kusimama kulinda maeneo yao bila kuyumba, wakisisitiza kuwa azma yao ya kulinda nchi na raia haitegemei vitisho vya kijeshi. Sasa tumezungumza na mmoja kati ya makamanda na msemaji wa wazalendo kutoka tarafani Kabare, atuambie wamejipangaje, lakini pia wamepokeaje taarifa za vikosi vipi vya waasi wa AFC M23, lakini pia raia wategemee nini kutoka kwa wazalendo iwapo vikosi hivi vyote vinaelekezwa kwenye uwanja wa vita. Na kusikiliza kwa makini mahojiano ambayo tumefanya na kamanda huyu kutoka kwenye uwanja wa vita, na amezungumza mengi kuhusiana na vikosi hivi vya waasi, lakini pia ameonyesha mambo mengi kuhusiana na vita na siri nyingi kuhusiana na kile ambacho watu hawakijui kuhusiana na hali halisi ya kinachoendelea kwenye uwanja wa mapambano. Na kusikiliza kwa undani na kwa makini mahojiano yetu ambayo tumefanya naye. Kiongozi, tunataka kujua waasi wameonyesha rasmi majeshi yao wapya kutoka kwenye kambi zao za kijeshi jimboni Kivu Kaskazini, na mwelekeo wa majeshi yao wameelekezwa moja kwa moja kwenye maeneo ya mstari wa mbele wa vita. Labda nyinyi wazalendo mnajipanga namna gani, na wewe kama msemaji wa wazalendo tarafani Kabare una kipi cha kuzungumza kuhusiana na ujio wa majeshi yao wapya wa waasi wa M23, kamanda? Naam, ndugu yangu mtangazaji wa Amani TV Ramis Ramazan, nashukuru kwa ulizo ambayo umeniuliza leo tarehe 10 mwezi wa pili mwaka wa 2026 ama le 10 février 2026. Ulizo lako nitakujibu katika aina mbili. Nitakujibu kwa mara ya kwanza kama vile observance wa General Abdou Matata Panda, na swala la pili nitakujibu kama vile msemaji wa wazalendo wilayani Kabare. Kwa kweli ndugu yangu mtangazaji, tokea juzi pindi meli ilipowasili Bukavu tu, sisi watu wetu wa renseignement moja kwa moja walitupasha hizi habari na kutuonyesha ya kwamba hawa maskari wako mu destination ya kuja upande wa Uvira, kwa sababu walipotoka tu Goma moja kwa moja, baadhi yao walifikia Kutepe, wengine wakafikia Kampisayo. Hizi taarifa zote tulizipata kwa sababu unajua ya kwamba katika vile ya Bukavu hapo kuna watu wengi sana ambao wako charge na renseignement. Aussi katika mji wa Bukavu kuna wazalendo wengi ambao wanasubiria mpangilio mpya, na pindi tutakapokuja wenye kupatikana katika maeneo za Uvira, maeneo za Kabare, maeneo za Walungu, maeneo za Kalehe, ili sisi wote tukutanane humo ndani. Ndugu yangu mtangazaji, unajua kuja kwa hao M23, mimi kama vile observance charge renseignement operation sécurité haiwezi katutisha, kwa sababu hizi zinakuwa karibuni meli za 10 zinakuja na maskari na wote hawatafaulu, kwa sababu tunajua kwa sasa wazalendo wako imara, wanajipanga vilivyo, kwa sababu
unajua kitu kilichokuwa kikubwa ambacho kilikuwa kinasababisha tunapoteza fro ilikuwa ni corruption ambayo adui alikuwa anafanya. Ilikuwa ni siasa ambayo ilikuwa inapitikana kujeshi kulingana na maswala ya marepli strategike. Kwa sababu ndugu yangu mtangazaji, unajua ikawa M23 ilikuwa ina progrese kuanzia Nord Kivu mpaka vile ya Bukavu mpaka Uvira Mwenga. Ukiangalia kikubwa haikukuwa kupigana kwa njia ya risasi, isipokuwa point foro yabo ilikuwa ni kupana rushwa point foro yabo, alafu banafanya marepli strategique nabo banakaba eneo bila tatizo. Ila kitu ambacho mimi nitatoa kama vile husia kwa viongozi wa wazalendo, kwa kamanda wenzangu maobservance, ni kuambia ni wanajeshi kuwa imara, kwa sababu unajua adui huwa hachoki, na adui malengo yake ni kuangalia kama anaweza akarudia kuuteka mji wa Uvira upya, ni kuangalia kama anaweza pana ramfor katika milima mirefu ya Uvira na Fizi, na ili hali ni jambo ambalo halitawezekana kwa sababu njia zote tumeshazidhibiti. Wakija njia ya Kaziba, wakija njia Mitimbili, wakija njia za Kageregere, zile njia zote kwa hivi vikosi wako imara, na wakija bondeni mwa Ruzizi kwa kweli watakabiliana na kitu ambacho hawatakiweza. Isipokuwa kitu ambacho tunaendelea kuwashauria ndugu zetu wa Kongomani wanaopatikana katika jeshi la M23, kwa sababu tunajua wengi wao walishikwa kwa kingufu na kuingizwa jeshini, wengine walikamatwa mateka pindi walipouteka mji wa Nord Kivu, ni kuwaambia wajue ya kwamba sisi wazalendo na wao ni kitu kimoja, na vile vile kuwajulisha ya kwamba hatuna nchi nyingine isipokuwa nchi ya Kongo, na kuwaambia ya kwamba sisi tuko tayari kuwapokea muda wowote ule pindi watakapotaka kujisalimisha katika jeshi lao la taifa FARDC, aiza katika jeshi lao la reserviste wazalendo, kwa sababu sisi tunajua wengi wao wako wanapelekwa na malengo la M23 kuwaleta mbele, ni kuwaleta ili waje kuuawa. Kwa sababu ukiangalia hata katika jeshi ambalo wameleta jana, duru zetu za upelelezi, kwa sababu wana mtangazaji, unajua M23 inapofika huko Kuporo kwa Mwanzi SNCC Bukavu, moja kwa moja huwa watu wetu wa renseignement wanaingiaka pale ili kutizama ni watu wa aina gani wanaokuja. Sasa duru zetu zilituonyesha ya kwamba miongoni mwa hao M23 80% ni Wakongomani ambao wameleta kwa mstari wa mbele ili waje wawauishe. Isipokuwa sisi tunawaomba, kwa kuwa wao ni ndugu zetu, wasiwe na wasiwasi. Pindi watakapojisalimisha tutawapokea, kwa sababu tunajua wameshikwa mateka, wengine wamelazimishwa. Hamna shida ndugu yangu mtangazaji. Na kamanda, kuna swala lingine ambalo watu wanashindwa kulielewa, lakini pia baada ya kuchunguza kwa ndani imebainika ya kwamba majeshi ambao wanapelekwa mstari wa mbele si Wanyarwanda bali ni raia wa Kongo, ni Wakongomani ambao waliweza kushikwa na wakaenda kupewa mafunzo, wakawa watu wanachama wa M23, na kwa sasa wao ndio wanapelekwa mstari wa mbele. Sasa aone kwamba wakati vita vitakapoanza mtakuwa mnapigana nyie kwa nyie, kiongozi. Naam ndugu mtangazaji, mimi kama vile msemaji wa wazalendo, kitu ambacho naweza nikasema hapo, kwa kweli sisi tunajua katika hao M23 kuna raia wengi ambao walishika Bukavu kwa kingufu, wengine wakashikwa Uvira, wengine Goma, wakawa wamewaingiza katika jeshi kwa kingufu. Isipokuwa mimi kitu ambacho naweza nikawahusia, kwa sababu ijapokuwa ndio walishikwa kwa kingufu, tunajua kwamba wameshawekwa deja na ideologie militaire ndani, wameshakuwa na zile siasa za Kinyarwanda, lakini sisi tunajua ya kwamba wao ni ndugu zetu. Basi ikiwa na wao wanajua ya kwamba hakuna nchi nyingine isipokuwa hii nchi ya Kongo, hatuna bulongo ingine, basi mimi nitawaomba wawe makini kwa kujisalimisha,
kwa sababu muda wowote ule watakapokuwa na nia ya kujisalimisha tutawapokea kama vile ndugu zetu, kwa sababu hizi taarifa ni taarifa ambazo tumeshazipata na moja kwa moja tumeshazipana kwa T3 charge d'operation, tumeshazipana kwa S3 ba komanda plateau, ba komanda section, bote biko na hizi consigne kujua ya kwamba yeyote yule atakayekuwa na nia ya kujisalimisha wampokee kama vile ndugu yetu na wampeleke kunako komandema yetu ya FRDC ili ahojiwe, na baada ya kuhojiwa apate hifadhi kamili kwa sababu ni ndugu zetu. Na kwa yule ambaye atakayekuja na ile ideology ya Rwanda ya kutaka kukabiliana na sisi, tutakabiliana naye, kwa sababu ana mtangazaji mkongomani halisi haezi kubali kuwa chini ya uongozi wa jeshi la M23, kwa sababu tunajua wengi wao wanaelewa maeneo vizuri, na vile vile mwanajeshi huwa haongozwe kama vile mbuzi, kwa sababu wangala wanatuambia maele liboso buzoba sima. Yule atakayekuwa na ile moyo wa patriotisme, moyo wa uzalendo, basi awe makini na ajifunze mbinu za kuwatoroka, na ikiwa watajua ya kwamba wao wanayo nia ya kuachana hiyo jeshi la M23 na kujiunga na jeshi letu la taifa FRDC, aidha jeshi letu la wazalendo, basi watupigie simu, watujulishe sehemu ambazo walipo. Ikiwa watakuwa hawana namna ya kuwatoa, aidha hakuna hawafahamu njia, tutawatumia watu wetu wa renseignement na kuwaonyesha njia ambazo wanaweza wakazitumia ili watufikie bila kusubiri kukabiliana na sisi, kwa sababu hata sisi hatuwezi tukarizika kusema ya kwamba tupigane na ndugu zetu wa Kongomani. Hapana, kwa sababu hivi vitakuwa ni vita vya sisi wenyewe kwa wenyewe, na itakuwa ni uchonganishi ambao hawa Wanyarwanda wanataka kufanya. Na kwa kumaliza, mimi kama vile observance nitawaomba kabisa wajitahidi sana kuangalia namna ya kuwasiliana na sisi, ili sisi tuwape waja wetu wa renseignement, kwa sababu wako kila sehemu. Kwa sababu tukiangalia Kamanyola, Luvungi, Lubarika, Sange, Kiliba, Nyangezi, Kaziba, sehemu zote tuko na baja yetu ya renseignement ambao wanaishi kabisa ni waraia kawaida, lakini masaa 24 tunawasiliana sisi wote ili kujua namna adui anavyojipanga, na ndio maana sisi tunawatumia hizi taarifa, wasikubali kuwachonganisha kupigana na sisi. Na kamanda, waasi waendelea kuzalisha majeshi wapya kila kukicha, na yote ni kwa lengo moja tu, ya kuweza kuwapambanisha nyinyi wapinzani, nyinyi wazalendo ambao hamko tayari kuona nchi naenda mikononi mwao. Labda upande wenu, je, kuna pia uzalishaji wa majeshi kama waasi? Yani inamaanisha kwamba na nyinyi pia kuna baadhi ya vikosi ambavyo mnaviongeza upande wenu kwa ajili ya kuweza kukabiliana na waasi, aidha ni yale tu, ni kikosi kile cha zamani? Ndio bwana mtangazaji, unajua ya kwamba sisi wazalendo coordination provinciale yote kwa jumla tunajaribu kufanya mbinu zote ili kuangalia namna ya kuhimiza wanajeshi wote kwa jumla kudhibiti maeneo ya milima mirefu ya Uvira, milima mirefu ya Fizi, na vile vile katika wilayani Mwenga, Itombwe. Na kitu ambacho tunaweza tukawajulisha, unajua kijeshi, kitu kikubwa katika jeshi ni siri, kwa sababu tukiangalia katika mpangilio wa jeshi inatuonyesha kwamba la guerre a 4 volets. Premier volet de la guerre c'est la partenariat, deuxième volet de la guerre c'est la politique, et troisième volet de la guerre c'est la secret, et quatrième volet de la guerre c'est logistique. Ndugu yangu mtangazaji, unajua kwamba katika kurenforce katika uwanja wa vita huwa muda mrefu inakuwa ni siri, kwa sababu unajua M23 wao point fort yao ni guerre mediatique, kwa sababu wanajua pindi wanapowaleta wale wanajeshi mchana kweupe itatutisha, na ili hali tunajua kwamba katika wale wanajeshi kuna raia wengi ambao hawajamaliza hata wiki mbili wanaogotwa Bukavu, wanaogotwa Goma, wakiwa wanashikwa kwa kingufu, kwa sababu unajua tukiangalia katika mji wa Bukavu kweli wameshika raia zaidi ya 800. Tukienda vile vile katika mji wa Goma wameshika karibuni watu 2000, na ni watu ambao hawajamaliza hata miezi miwili, wanapelekwa kwenye mafunzo alafu wanakuja wanawarudisha. Sasa sisi tunajua wengi wao hawajawahi hata kushiriki mlio wa risasi ili wasikie jinsi silaha inavyonguruma,
na ndio maana uko najikuta katika froa ambazo tuko tunakabiliana nazo, pindi wanapowaleta tu wale wanajeshi ambao wako wanakuja nao, wengi wako wanaacha silaha chini na kukimbia kabla hawajasikia hata mlio wa risasi, kwa sababu unajua ni watu ambao wanashikwa kwa kingufu. Unajua bwana mtangazaji, ikiwa sisi wengine tunaendelea kuwa na resistance, tunaendelea kupambana vilivyo, ni kwa sababu tumejitolea na tukakubali kufa, lakini tutetee nchi yetu. Sasa hii ni masuala tofauti na mtu ambaye ameshikwa kwa kingufu, ni masuala tofauti na mtu ambaye amepewa silaha na ili hali hana moyo wa kupeleka silaha. Na ndio maana tunawaomba, kwa sababu mimi mwenyewe nikiangalia katika duru ambazo nilizonazo, taarifa ambazo nilizonazo, katika mji wa Bukavu haipungui raia 2800 ambao tumeidentify wenye kupelekwa na kingufu kuingizwa katika jeshi la M23. Na kazi yoyote ile wanamtangazaji ambayo wanalazimisha mtu pasina hiari yake, unajua kwamba ule mtu ile kazi hata iweza. Na ndio maana M23 imeshindwa na kufaulu, kwa sababu hata Rwanda kwenyewe wengi wanaanza kushikwa shuleni, wengine wanashikwa kwenye university huko Rwanda na kuwaingiza katika jeshi, kwa sababu ya kuona ya kwamba wameshindwa kukabiliana na mapambano ya wazalendo. Na kwa kumaliza, ndugu mtangazaji, nitawaambia raia wote wa Sud Kivu wasitishwe, kwa sababu tunaambiwa kwamba intimidation ya waninja ni mashite. Ile ni kama vile intimidation ya waninja tu, lakini sisi tunajua hawatafaulu lolote, kwa sababu ukiangalia bwana mtangazaji, tokea mwezi wa pili, leo mwezi wa pili tena tuko ndani, ambapo waliingia huko Bukavu ville, hadi sasa vile ya Bukavu yote inazingirwa na wazalendo, kwa sababu tukiangalia Bukavu iko na komine 3, komine ya Bagira, komine ya Ibanda na komine ya Kadutu, na katika zile komine zote kuna wazalendo. Alafu tukitoka nje ya zile komine 3 tukiingia mainteriere yote ya Bukavu, wazalendo wapo, na wazalendo wapo imara, kwa sababu tukiangalia tokea mwezi wa pili tarehe 14 ambapo M23 iliingia katika vile ya Bukavu, jeshi la taifa la FRDC walipopewa amri katika uongozi mbaya waliokuwa nao wa repli strategique waliondoka, lakini sisi kama vile wazalendo wa Kabare, Walungu, Kalehe tulibaki imara, na M23 imeshaga shindwa kutujengua katika mji wa Bukavu. Na vile vile sisi huwa mara kwa mara tunaomba serikali itumie mbinu za kutufanyizia ufadhili sisi wazalendo wa Kabare, Walungu, vile vile Kalehe, ili sisi wenyewe tujigomboe, kwa sababu leo tukipewa vifaa, ndugu yangu mtangazaji, tupate maarme lourde, maarme d'appui, ndugu yangu mtangazaji, mji wa Bukavu tunaweza tukaudhibiti kwa siku 2, kwa sababu ukiangalia muda mrefu tunafika Bagira, tunafika sijue Panzi, tunafika Mudaka, tunafika Kazingo, na hapa kote ni centre ville ya Bukavu. Ndio maana tunaambia raia wasibabaike, kwa sababu hii sio ugeni, na hii yote tabaki ni mbolea, ila sisi tunaendelea kusisitiza na kuambia kwamba yule anayejua kuwa yeye ni mkongomani wa kweli ajiunge, kwa sababu sisi tutampokea vilivyo. Nashukuru. Na sasa tutamatisha taarifa yetu na kuelekeza moja kwa moja huko Ituri, ambako hali ya usalama ni yenye wasiwasi mkubwa huko tarafani Ituri baada ya kupatikana kwa mili ya raia wawili wa jamii ya Pygme waliokuwa wametekwa nyara na waasi wa ADF tangu tarehe 6 Februari mwaka wa 2026. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa, mili hiyo ya waathirika ilipatikana siku ya Jumatatu tarehe 9 Februari mwaka wa 2026 katika eneo la Abulembi, kijiji cha Bwanasura kilichopo katika sekta ya Otomabere. Chanzo kimoja kilichonusurika kimeripoti kuwa raia hao wawili walikuwa wakirejea kutoka shughuli zao za uwindaji walipokutana na wapiganaji wa ADF porini. Inadaiwa kuwa waasi hao walitaka kuwatumia kama waongoza njia, lakini walikataa kushirikiana nao, walichukuliwa mateka na baadaye kuuawa kikatili. Ujio wa mili ya marehemu hawa katika kijiji cha Bwanasura Otomabere ulisababisha huzuni mkubwa, vilio na mshtuko miongoni mwa wakahaji. Wananchi walijikusanya kwa majonzi, wakieleza hofu na masikitiko makubwa juu ya ukatili unaendelea dhidi ya raia wasio na hatia. Taarifa zinaeleza kuwa mmoja wa marehemu ni Profesa Dunga
mtu aliyekuwa akiheshimika katika jamii. Tukio hili linachukua sura ya kusikitisha zaidi pale mke wa Profesa Dunga aliposhindwa kuvumilia maumivu ya kupoteza mumewe pamoja na mdogo wake Mapimbo ambaye naye aliuawa katika tukio hilo hilo. Kwa mujibu wa mashuhuda, mwanamke huyo alijaribu kujitoa uhai mara baada ya kuona miili ya wapendwa wawili. Hata hivyo, juhudi za haraka za wakaaji wa eneo hilo zilifanyika kumwokoa, na kwa sasa anapatiwa msaada wa kiafya na saikolojia. Tukio hili limeibua upya kilio cha wakaaji wa Ituri wanaoendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi wa ADF. Wananchi wanatoa wito kwa mamlaka za usalama kuongeza ulinzi, serikali kuchukua hatua madhubuti na mashirika ya kibinadamu kutoa msaada kwa familia zilizoathiriwa. Na upande mwingine bado hali inaendelea kuwa tete. Jamii ya Bwana Sura na maeneo jirani bado ipo katika maombolezo ikikumbuka maisha ya raia wasio na hatia waliopoteza maisha yao kwa njia ya kikatili. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika matangazo yetu ya mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 10 mwezi Februari mwaka wa 2026. Jina langu ni Ramsi Ramadhani, na kusihi kusubscribe, kucomment na kushare ili unakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu za kila saa na kila sekunde, na kuaga kusema uwe na jioni njema. Bye bye.